Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu, mola yaseba, tuitikie wote myesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu, pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Leo tutajifunza siri 3 za Yesu Kristo zinazotoka katika kitabu cha Wakolosai sura ya 1. Tutaanza na siri ya kwanza. Dua na shukurani ya Paulo kwa Mungu. Wakolosai 1 mstari wa 1 hadi wa 14 inasema: Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu, na Timotheo ndugu yetu, kwa ndugu watakatifu waaminifu katika Kristo walioko Kolosai, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu. Twamshukuru Mungu Baba yake Bwana wetu Yesu Kristo siku zote, tukiwaombea tangu tuliposikia habari za imani yenu katika Kristo Yesu na upendo mlionao kwa watakatifu wote, kwa sababu ya tumaini mlilowekewa akiba mbinguni, ambalo habari zake mlizisikia zamani kwa neno la kweli ya Injili iliyofika kwenu, kama ilivyo katika ulimwengu wote, na kuzaa matunda na kukua kama inavyokuwa kwenu pia, tangu siku mlipoisikia mkaifahamu sana neema ya Mungu katika kweli, kama mlivyofundishwa na Epafra mjoli wetu mpenzi, aliyemhudumu mwaminifu wa Kristo kwa ajili yenu. Naye alitueleza upendo wenu katika Roho. Kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia hatuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu, ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni, mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa, mkizaa matunda kwa kila kazi njema na kuzidi katika maarifa ya Mungu, mkiwezeshwa kwa uwezo wote kwa kadri ya nguvu na utukufu wake, mpate kuwa saburi ya kila namna na uvumilivu pamoja na furaha, mkimshukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Nini tunafundishwa hapa tunaposoma siri ya kwanza hii inayohusu dua na shukrani ya Paulo kwa Mungu? Tunakumbushwa tuwe na moyo wa shukrani kila siku na kila dakika kwa Mungu kwa zawadi ya msalaba wa Yesu Kristo na mateso ya Yesu Kristo kuikomboa dunia na laana ya dhambi zetu. Maana pasipo Yesu Kristo, pasipo msalaba, pasipo huruma ya Mungu, tusingeokoka. Siri ya pili, ukuu wa Yesu Kristo duniani na mbinguni. Wakolosai 1 mstari wa 15 hadi 23 inasema: naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi
au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake, naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Naye ndiye kichwa cha mwili, yani cha kanisa. Naye ni mwanzo na mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Kwa kuwa katika yeye ilipendeza utimilifu wote ukae, na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote, na nafsi yake akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Kwa yeye, ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni. Na ninyi mlikuwa hapo kwanza mmefarikishwa tena adui katika nia zenu kwa matendo yenu mabaya, amewapatanisha sasa katika mwili wa nyama yake kwa kufa kwake, ili awalete ninyi mbele zake watakatifu, wasio na mawaa wala lawama, mkidumu tu katika ile imani, hali mmewekwa juu ya msingi, mkawa imara, msipogeuzwa na kuliacha tumaini la Injili mlioisikia habari zake, iliyohubiriwa katika viumbe vyote vilivyo chini ya mbingu, ambayo mimi Paulo nalikuwa mhudumu wake. Nini tunafundishwa hapa tunaposoma siri ya pili inayozungumzia ukuu wa Yesu Kristo duniani na mbinguni? Tunakumbushwa na kujulishwa ukuu wa Yesu Kristo katika ulimwengu, nguvu na uwezo uliomo ndani yake Kristo. Lakini kitu kingine, tunakumbushwa na kujulishwa mamlaka zote duniani na enzi ziko chini ya Yesu Kristo, unazoziona leo katika ulimwengu huu tunaoishi na ule ujao pia. Lakini jambo lingine katika siri ya pili, tunakumbushwa kwamba na kufundishwa hivi: Yesu Kristo ameshikamana na Mungu wa mbinguni katika ulimwengu wa roho, na viumbe vyote duniani huyo Yesu Kristo, na mbingu pia. Pia Yesu ndiye muumbaji wa vitu vyote kwa mkono wa Mungu Baba, na ni fumbo la imani hili wenye roho wa Mungu tu hulifumbua. Siri ya tatu, nia ya Paulo kwa kanisa. Wakolosai 1 mstari wa 24 hadi 29 inasema: sasa nayafurahia mateso niliyo nayo kwa ajili yenu, tena nayatimiliza katika mwili wangu yale yaliyopungua ya mateso ya Kristo kwa ajili ya mwili wake, yani kanisa lake, ambalo nimefanywa mhudumu wake sawasawa na uwakili wa Mungu niliopewa kwa faida yenu, nilitimize neno la Mungu. Siri ile iliyofichwa tangu zamani zote na tangu vizazi vyote, bali sasa imefunuliwa kwa watakatifu wake, ambao Mungu alipenda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri hii katika mataifa, nao ni Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu, ambaye sisi tunamhubiri habari zake, tukimwonya kila mtu na kumfundisha kila mtu katika hekima yote, tupate kumleta kila mtu mtimilifu katika Kristo. Nami najitabisha kwa neno lilo hilo, nikijitahidi kwa kadri ya kutenda kazi kwake atendaye kazi ndani yangu kwa nguvu. Nini tunafundishwa hapa katika siri hii ya tatu inayozungumzia nia ya Paulo kwa kanisa? Kumbuka, kanisa ni mwili. Kumbuka, kanisa ni mtu. Kanisa la Yesu Kristo la Agano Jipya sio jengo, bali ni mwili wa mtu. Tunafundishwa Injili ya Yesu Kristo duniani ina nia kubwa sana ya kujenga ufalme wa Mungu duniani. Hivyo hakuna neno la Mungu lililoshuka kutoka mbinguni kutumia vichwa vya manabii bila lengo, bila nia, bali kila neno la Mungu lina lengo na nia njema kwetu, ili tupate kuokoka na dhambi katika dunia hii. Ombi:
Yesu Kristo, asante Baba kwa kujitoa sadaka, mwili wako, sadaka kubwa. Baba, ulitoa sadaka kubwa, sadaka ya kuhubiri Injili na sadaka ya kutoa mwili wako upate mateso ili mimi nipate kupona. Nashukuru, nasema asante. Ninakuomba Baba uendelee kulijenga kanisa lako katika ulimwengu wa roho, kutumia watumishi mbalimbali nikiwemo na mimi, tukapate kuwarejesha watu wako walioibiwa, wapate kutii na kutekwa fikra ili wakutii wewe, na mwisho wa siku pale utakapokuja upate kuliokoa kanisa kubwa. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.